tunaanza kuandika kuanzia kwenye kichwa hicho. Okay. Hivi ni vitu vya msingi sana ukafanikiwa kuvijua wewe ambaye ni kijana ambaye unajua baadaye utakuja uelekee kwenye mahusiano na mahusiano yakakupeleka kwenye ndoa. Ndoa ikaanza kuendelea na kuendelea na kuendelea. Unless otherwise labda Mungu amekukusudia kuja kuwa towashi. Lakini hata kama umekusudiwa kuja kuwa towashi, unaweza ukajifunza mambo haya ili ufanikiwe kuja kuwafundisha wengine. Mwingine anasema towashi. Towashi ndo nini? Towashi mtumishi unasema towashi. Towashi ndo nini? Towashi ni mtu ambaye amefunga nadhiri ya kutooa au kuolewa, ndio anaitwa towashi. Mtu ambaye amefunga nadhiri ya kutokuja kuoa au kuolewa anaitwa towashi. Okay? Sijajua miongoni mwetu pia kama kuna towashi. Wakati fulani katika mazingira ya makuzi yangu, kuna nyakati nalijuaga kwamba sintakuja kuoa. Na wakati huo sasa ukiniambia habari zinazohusu mke au mme au mchumba, nilikuwa naona wewe ni wa shetani. Nafsi yangu na akili yangu haikuwepo kwenye kuoa. Na ndio maana hata waliokuwa chini yangu, kwa maana nikiwa kama mwenyekiti, walipokeaga mafundisho magumu. Moja ya mafundisho walioyapokeaga ni tatu bila. Tatu bila ilikuwa ina maana kwamba Mungu amekupa neema ya kuwa mwanafunzi au mwanachuo, na ulipokuwa form 6 uliomba Mungu akupeleke chuo. Kama ulipata neema ya kuwa chuo, basi uhakikishe miaka 3 ukamilishe maombi ulioombewa. Unaweza ukasema nalipatia lakini kuna mahali nalikosea. Lakini unaweza ukasema pia nalipatia kwa sababu naliwasaidia wengi kutovutwa na tamaa mbalimbali na wakaliacha lile kusudi mama ambalo liliwapeleka chuo. Lakini mambo hayo yalikuwa yanasukumwa na hali ya utoashi ambayo yamkini Bwana alinipa kwa muda. Tuanze kuandika kama nilivyotangulia kuzungumza. Andika, ndoa ni taasisi kubwa sana. Ni taasisi ya kihuduma yenye hatima kuu moja, kufikia mbinguni. Masomo yangu yanayohusu ndoa au mahusiano, wengi huwa hawayapendagi kwa sababu huwa yanakuja kivingine na matakwa ya watu wakisikia semina ya mahusiano, semina ya ndoa. Lakini ni kile kile, lakini nataka nikutazamishe kwa mtizamo mwingine ili usije ukapotea. Hakuna ndoa pasipo mahusiano kwanza. Hakuna ndoa pasipo uchumba. Kwa unaanza uchumba na kisha uchumba unaelekea katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapojiandaa kuolewa au kuoa, hakikisha unaenda kuolewa, unaenda kuoa, au kwa ujumla mnaenda kuoana kama watu ambao mna safari ya kwenda mbinguni. Mnaenda kuoana kama watu ambao mna safari ya kwenda mbinguni. Kuoana. Yes. Kiingereza wana neno marry. Mnaenda kuoana kama watu ambao mna safari ya kwenda mbinguni. Kwa huyu anayetaka akuoe na huyu unayetaka umuoe, hakikisheni mtakapooana ni ili tuunganishe safari ya kwenda mbinguni. Kwa wote tulikuwa tunaenda Kariakoo, lakini tukakutana njiani, tukasema tuendelee wote njiani ili tufike wote Kariakoo. Wote, kila mmoja kwa nafasi yake, alikuwa na safari ya kwenda mbinguni. Kwa tunakutana wote wawili ambao tuna mwelekeo wa kuelekea sehemu moja ambayo ni kwenda mbinguni. Very important. Before getting a marriage with a girl, kabla ya kutaka kuingia kwenye mahusiano na kijana au binti,
kabla ya kutaka kuingia kwenye mahusiano na huyo aidha binti au kijana, jiulize maswali yafuatayo. Jiulize maswali yafuatayo kabla ya kutaka kuhusia, kabla ya kutaka kuingia kwenye mahusiano na kijana au binti. Jiulize maswali yafuatayo. Tunza hizi notes. Najua miongoni mwenu jambo hili yamkini liko mbali na hali hiyo ya kukaa mbali liendelee kukaa mbali hivyo hivyo. Ni jambo jema, na kama lipo basi pia Bwana akusaidie kwamba silaha hizi ufanikiwe kuzitumia katika wakati ambao unauona unakuja. Nikisema kama mambo haya yako mbali, yaendelee kukaa mbali. Yani mambo ya kuja kuoa au kuolewa kama yako mbali, yaendelee kukaa mbali hivyo hivyo. Lakini hauna budi kuyajua haya, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaja kuwa mwalimu wa mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaja kuwa mtu mtoa majibu ya mtu mwingine ambaye ana maswali haya. Kwa unataka uingie kwenye mahusiano na kijana wa kike au wa kiume, jiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza, inabidi uandike lugha ya vijana. Unahisi huyo mke to be au mme to be atakujenga kiroho? Unahisi huyo mke to be, huyo mme to be atakujenga kiroho? Kwa nini ni muhimu maswali haya? Kumbuka kwamba ndoa ni taasisi. Ndoa ni taasisi ambayo tumesema ni kubwa, lakini ndoa ni taasisi ya kihuduma yenye hatima kuu moja, kufika mbinguni. Kwa kama tunazungumza kufika mbinguni, huwezi ukafika mbinguni kama tu utaingia kwenye mahusiano na mtu yoyote. Naliwahi kuzungumza kwenye maeneo katika mafundisho mengine yaliyopita kwamba kuna wengine mume au mke ndiye anaweza akawa sababu ya kwenda jehanamu, ya kumpeleka mwingine jehanamu. Yaani pindi ulipoingia kwenye mahusiano na huyo mtu mkaoana, huyo mtu akaanza kuwa sababu ya wewe kuelekea jehanamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye safari yake si ilikuwa sio ya kwenda mbinguni. Kwa unaanza kumng'ang'aniza sasa, twende mbinguni. Wewe sikiliza, hiyo mbingu ni ya kwako. Mimi huko sikujui, mimi nakujua kilabuni. Kwa lazima uangalie, ujiulize swali hili la kwanza kwamba huyo mtu unayetaka kuingia naye kwenye mahusiano atakujenga kiroho. Number 1. Number 2, atakuchochea kutembea na Mungu. Unadhani huyo mtu atakuchochea kutembea na Mungu? Yaani yale maombi unaweza kuwa unayaomba wakati huu, huyo mke unayeweza kuja kuwa naye au mtu unayeweza kuingia naye kwenye mahusiano ataendelea kukufanya uendelee kuwa huru kuomba, au ndo ataanza kuinuka? Mimi sitambui maombi yako bwana, lete hela ya kula. Yaani hataki kusikia habari ya nini, ya prayer. Anaomba lete hela ya kula, lete hela ya kula hapa. Mwenye nyumba anadai kodi, lete hela ya kula. Hataki habari ya kusikia kwamba namtafuta Bwana. Mimi Bwana ndio nguvu zangu, yeye ndio Mungu anipaye pesa. Sasa wewe unaenda kumwomba Bwana, mtu anambia sitaki kusikia habari za Bwana. Kwa huyu ambaye unataka uingie naye kwenye mahusiano atakuchochea kuendelea kutembea na Mungu. Kuna kitu atakiongeza kwako. Sema amina. Kuna kitu atakichochea kwako. Listen. Sasa hapa sizungumzi kwenye akili mgando kule ulikokaa. Nataka utoke huko. Kuna mtu anaweza akawa hana neema kubwa kama ulionayo wewe, lakini akawa anaweza kurespect kipawa ulichonacho, akawa chachu ya kukuendeleza katika kipawa ulichonacho. Yaani kitu ulichonacho huyu mwenzako hana,
lakini anakuwa chachu ya kukuendeleza katika kile ulicho nacho. Anaadimaya kipawa ulicho nacho, anakuwa sehemu ya kuhusika wewe, kukuchochea kuendelea. Namba 3 tunaenda, ataweza kuwa baba au mama bora tu wa famili. Huyo anaweza akawa baba bora au mama bora tu wa famili. Sikiliza, usiwe kijana ambaye una ndoto ya watoto wako unataka waje waweje. Andika, usiwe kijana au binti ambaye huna ndoto kwamba watoto wako unataka waje waweje. Narudia tena, usiwe binti au kijana wa kiume ambaye huna ndoto, huna picture ya watoto wako unataka waje kuweje. Maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema hivi, pasipo maono watu huacha kujizuia. 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 Andika tena chini yake, maono yanakupa kuwa na mipaka. Maono yanakupa kuwa na mipaka. Tena maono yanakupa kuchagua. Sasa usisahau zile formula ambazo tulijifunza wakati ule. Bwana Yesu asifiwe, kwamba Mungu alianza kuishi Mwanzo sura ya 2 akiwa Mwanzo sura ya 1. Nikawashuhudia nikasema hivi, nalianza kuwa na watoto nikiwa form 5. Wakati huo sina watoto, lakini nalianza kuwa nao. Nalianza kuwatengeneza watoto kabla sijaingia kwenye mahusiano. Nalianza kuwatengeneza watoto kabla sijaoa. Nikawatengeneza watoto ninaotaka waje kuwa, nikawapeleka shule, nikatengeneza na akili ambazo watoto wangu nataka waje kuwa nazo nikiwa form 5. Usisahau, Mungu aliishi Mwanzo sura ya 2 akiwa Mwanzo sura ya 1. Kwa una uwezo wa kwanza kuyaishi maisha yako ya miaka 5 kabla hujayafikia hayo maisha. Unayaishije? Unaanza kuyatengeneza miaka 5 baadaye itakuwa obviously. Kama we sio towashi utakuja kuwa na mme. Kama we sio towashi utakuja kuwa na mke. Baada ya miaka 5 yamkini utakuja kuwa na watoto. Hao watoto unaanza kuwatengeneza sasa, kabla haujafika wakati wa kutafuta watoto. Very important. Sasa huyu ambaye unataka uingie naye kwenye mahusiano, wewe unadhani anaweza akawa baba bora kwa watoto wako uliowatengeneza? Anaweza akaja kuwa mama bora kwa watoto wako ambao wewe unawataka? Nimekwambia lazima uwe na mipaka, lazima uwe na maono. Usitake kitu chochote kitokee kwenye maisha yako. Usitake kitu chochote kitokee kwenye maisha yako. Lazima uwe na vision. Usitake chochote tu, yani wewe umekaa tu ni macho kodo tu, yani unangoja tu lolote litokee. Usingoje lolote kutokea. Lazima ujipange, ujiwekee mipaka. Sintataka kuja kuwa na watoto wa aina yoyote. Nataka nije kuwa na watoto wa namna hii. Nataka kuja kuwa na baba wa namna hii, ambaye ataweza sasa ku-accomplish vision niliyo nayo kwa habari ya watoto wangu. Anaweza kuwa msaada katika malezi ya watoto wako. Anaweza kuwa msaada katika malezi ya watoto wako kiroho. Namba 5, je, wewe ni nani na umebeba nini? Je, wewe ni nani na umebeba nini? Jump chini kidogo. Unaandika, unashuka chini kidogo. Unadhani ulichobeba mme to be
au mke to be anao uwezo wa kuwa partner wako katika hicho unadhani ulichobeba? Mme au mke to be anao uwezo wa kuwa partner wako katika hicho? Kiswahili kimenyoka vizuri. Unadhani ulichobeba, mme au mke to be anaweza kuwa partner wako katika hicho ulichokibeba? We ndani unasikia fukuto la kuja kuwa mtumishi. We unadhani huyu ambaye unamtazamia anaweza kuja kuwa partner wako kubeba hicho ulicho nacho? Ni maswali ya muhimu sana kujiuliza, na wakati mwingine yajaribu. Una uwezo wa kuyajaribu. Kafikia mtu anataka kuingia kwa mahusiano na wewe, ni vizuri ukayajaribu haya. We unadhani unaweza ukaongea naye hata katika hali ya kawaida. We unadhani hiki nilicho nacho, we una uwezo wa kukiaccommodate? Kumbuka nimewakataza hapa, na hata wewe utakayenisikia na kunifuatilia mahali popote, kataa kuwa mwanamke, yani unakuwa tu mwanamke kivyo vyote, unakuwa lijianaume kivyo vyote. Kuwa mwanamke wa kivyo vyote, kataa kuwa mwanaume wa kivyo vyote. Anza kuona wewe una wito ambao Mungu amekuitia, ambao unatakiwa ukamilishe katika maisha yako, ambao Mungu amekuitia hapa duniani. Sasa ukijua hivyo, maana yake utajua kuwa wewe una maono. Maana yake una kitu Mungu alichokubebesha. Na kama una kitu Mungu alichokubebesha, lazima ujifunze, lazima ujue, je, huyo mtu nadhani anaweza kaa partner wako katika hicho ambacho unacho? Mwingine una ndoto za kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Sasa angalia mtu anayetaka uingie naye kwenye mahusiano, anaweza kaa partner wa hicho ambacho wewe unacho? Sikiliza, acha ujinga ule ambao watu wanafundishana vitu ambavyo haviko kimaandiko. Mtu anasema kazi ya mwanamke ni kukaa nyumbani, na ni mambo ambayo lazima uyajue vizuri. Kazi ya mwanamke, unatakiwa ukae nyumbani, unatakiwa ufanye nini? Ulee watoto. Nimekwambia hivi, hakuna mtu aliyezaliwa ambaye Bwana hakumwekea wito. Andika, hakuna mtu aliyezaliwa ambaye Bwana hakumwekea wito. Kila mtu Mungu aliweka wito ndani yake, na ndio maana lazima unapotaka uingie kwenye mahusiano na mtu, lazima uone kwamba ana uwezo wa kubeba wito nilio nao, ana uwezo wa kubeba mzigo nilio nao, anaweza akawa partner wangu. Simaanishi partner kwa maana ya kwamba aache kufanya cha kwake akusaidie cha kwake. Kwenye maisha tuliopewa hapa duniani hatusaidiani, ingawa tunasaidiana. Hatusaidiani ingawa tunasaidiana. Ngumu kumeza. Itakuwa nyepesi tu. Kuna wakati unaweza kuwa unadhani wewe unamsaidia mme wako, lakini si kwamba unamsaidia mme wako. Kuna kitu wewe na wewe unakiaccomplish katika maisha ambayo Bwana amekusudia kuishi. Yaani kuna wakati unaweza kuwa unadhani unamsaidia mme wako, lakini lazima kwanza uondoe mentality ya kwamba mimi kazi yangu ni kumsaidia mme. Sio kazi yangu kumsaidia mme, kazi yangu ni kukamilisha wito kwa mme akifa, na wewe unatakiwa ufe sasa. Kwa sababu ukianza kuona kwamba wewe kazi yako ni kumsaidia mme, maana yake tunatarajia kwamba mme akifa na wewe unatakiwa ufe. Sasa kama wewe haufi, ujue unalo kusudi ambalo Mungu amekusudia kuliaccomplish. Ndio maana hata akifa wewe bado utaendelea kuishi na kukamilisha wito mkuu ambao Mungu amekusudia. Utanielewa vizuri? Ondoa hiyo dhana, maana hiyo nayo ipo kwenye maisha ya tulio nayo. Unashangaa mwanaume anakuoa, anaingia kwenye mahusiano nawe, anakwambia ila mimi tukioana nataka ukae ndani tu. Nataka ukae ndani tu. Nataka ukae tu ndani. Utaosha vyombo, utanifulia nguo, utaninyoshea nguo, na hayo mengine ambayo yanawakimbizaga wengi na kuwaingiza kwenye ndoa. Kwa unatengenezewa aina fulani ya mwanamke, unajiandaa na wewe, hata macho tu yanakuwa tu ni kodo ya unajiandaa kuingia kwenye ndoa kama lijitu fulani hivi ambao litakwenda kuwa linafua nguo, linaosha vyombo,
linaona limemaliza yani. Afu ndo unaona ndo maisha. Mume wangu karibu, mnyoshia nguo. Si ndio maana nawaambia, kwani wewe kabla hujaingia naye kwenye mahusiano alikuwa haogi? Wewe ungeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye haogi, anayenuka kikwapa, ungeingia naye kwenye mahusiano? Alikuwa anaoga, alikuwa anafua nguo, kupika alikuwa anapika, ndio maana ulipenda kitambi chake. Hata kama hana kitambi, lakini ulipenda wembamba wake, ulipenda usmati wake. Usmati huo una matunzo, alikuwa anakula vizuri, alikuwa anaoga vizuri. Kwa utakuwa ni mpumbavu kama unaingia kwenye mahusiano au unaingia kwenye ndoa ukidhani kwamba unaenda wewe kwenye ndoa kwa ajili ya kuosha vyombo, kufua nguo, ni kufua visepe vya mtoto. Unaona tu ndio umemaliza majukumu. Very bad. Very bad. Very bad. Very bad. Na hayo mambo ulizaneni. Ndio maana nimekuambia maswali unaotakiwa ujiulize, na usishie tu kujiuliza. Kamuulize naye huyo ambaye anasema nakupenda, kamuulize naye. Na huyo anayesema unampenda, kamuulize naye. Maana kuna anayependa na anayependwa. Kamuulize haya maswali. Tutaishije? Tutaleje watoto? Jukumu kubwa la mwanaume ndani ya ndoa. Jukumu kubwa la mwanaume ndani ya ndoa. Jukumu kubwa la mwanaume ndani ya ndoa sio kutoa tu pesa za matumizi, sijui uwezo wa kulipa kodi, na hayo mengine sijui ya kitandani. Jukumu kubwa la mwanaume sio tu kutoa pesa za matumizi, uwezo wa kulipa kodi na mengine ya kitandani. Kama mwanaume wa the heaven, hayo sio majukumu. Yaani mimi jukumu langu, mimi kama mwanaume umeweka tu pesa hapa, mwachie mwanamke simefanya. Nataka nikufundishe, huo sio wanaume. Unazungumza tu kitu tu kingine tofauti cha watu ambao walikuja duniani kuzurura. A real godly man ni yule ambaye anao uwezo wa kumfunua Kristo kwa mkewe. A real godly man, mwanaume mwenye Mungu, ni yule ambaye anao uwezo wa kumfunua Kristo kwa mkewe au kwa mchumba wake. Kwa mtu anayetaka ingie kwenye mahusiano na wewe ni yule ambaye ana uwezo wa kumfunua Kristo. Naposema kumfunua Kristo, yani anaweza akakuonesha mapicha ya kimungu hivi. Anaweza akakuonesha mapicha ya kimungu. Yaani ukimwangalia ana mapicha ya kimungu. Anaweza kumfunua Mungu. Sio ni jamaa, yani mama story yake ni bibi yake babu yake. Kila siku nyinyi mnapiga story za koo zenu. Hakuna wakati wowote ambapo uliwahi kuzungumza naye ukaona ni kama vile ana uwezo wa kumfunua Kristo. Hata kama tutaitana baby, lakini utasikia kwamba unaulizwa habari ya huduma kanisani, ibada iliendeje? Hicho ulichojifunza ndo kina maana gani? Sasa mwambie mchungaji, unajua mambo ya kizamani sana. Sikiliza, ukisema ya kizamani utakuja uyakute. Na ndio maana sisi ambao ni wa kizamani tunakaa na ndoa zetu tuna enjoy. Kwa haijalishi ni vijana, lakini tuna enjoy. Kwa nini tuna enjoy? Mifumo ya kizamani imetusaidia mpaka leo. Ujanja, usharobalo ni ndio unaona eti mtu ananipenda. Yaani mtu anakupenda ambaye hakuulizi mambo ya kiroho ndio anakupenda. Honey, baby, yani unataka maneno ya namna hiyo. Haujaenda kanisani, hauulizi kanisani, haujasoma Biblia, hauulizi habari za Biblia, haufungi, hauombi. Mambo hata madogo, maswali madogo huyajui ya kiroho. Wewe ni kupiga tu nikulia tu mastori ya bibi babu. Tutawakuta pale kaburi moja baada ya kuoana. Okay, labda ninyi mlio mbali hamwezi kuelewa msemo huu. Kaburi moja ni eneo ambalo ni jirani na hapa. Kwa namaanisha kwamba kama mtakwepa njia hiyo, basi tutawakuta tu hapo jirani. Tunaanza kuuliza, ninyi sio mlioana?
Ndio mchungaji tu Yohana. Nyinyi si mlikuwa mnapendana? Ndio mchungaji. Nyinyi si mlikuwa mnatamkiana maneno mazuri mazuri? Ndio mchungaji. Kwa nini mpo hapa na upendo ule mkubwa? Sasa nataka niwafundishe ili hata kama mnapendana uwe una uwezo wa kuevaluate kwamba which kind of love huyu mtu ananipenda. Lakini je, huo upendo alionao tunaweza tukafika somewhere? Tunaweza tukafika mbinguni one day? Kwa a little godly man ni yule ambaye ana uwezo wa kumfunua Kristo kwa mkewe au kwa mchumba wake. Sawa na mwanamke, sawa na mwanamke au sawa na mchumba wa kike. Maana yake naye ni yule ambaye atakuwa na nguvu za kumlinda mume wake. Sio Biblia inasema hivyo? A really godly wife ni huyu. Maandiko yanasema mwanamke atamlinda. Yeremia 31:22. Yes. Soma hapo. Hata lini utatangatanga binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa a little godly wife ni huyu ambaye atakuwa na nguvu za kumlinda mwanaume. Biblia inaenda vice versa. Wewe ungetamani labda misuli ya Edgar ndo imlinde Happy, lakini Mungu anasema mwanamke atamlinda mwanaume. Huu sio ulinzi wa kutumia mapanga wala vitu gani. Huu ni ulinzi wa kulinda roho ya huyu mwanaume ili aendelee kulitumikia lile shauri la Mungu, kusudi la Mungu. Mwanamke anayo nguvu ya kumlinda huyu mwanaume. Utanielewa huku mbele. Kwa lugha nyingine maana yake sasa, ni kijana wa kiume unataka ukaoe, angalia huyu unayetaka ukamuoe anayo nguvu ya kukulinda. Huyu unayetaka ukaingia naye kwenye mahusiano anayo nguvu ya kukulinda. Maana anasema mwanamke atamlinda mwanaume. Na hata baadaye ukiingia kwenye ndoa, maana moja ya jukumu kubwa la mwanamke ambalo Mungu amempa ni kuwa na uwezo wa kumlinda mume. Mimi najiulizaga, nasoma Biblia, atamlinda kivipi wakati hana nguvu za kupigana? Atakuwa analinda yale maono ya mume wake, na wakati analinda maono ya mume wake ndivyo ambavyo atakuwa pia anayatumikia maono yake. Anapolinda maono ya mume wake ndivyo ambavyo atakuwa anayatumikia maono yake. Unapohakikisha kila siku mume wako anaendelea kukaa vizuri na Mungu, ndivyo ambavyo unalinda usalama wako wewe wa kiroho kuendelea kukaa vizuri na Mungu. Ya unavyolinda usalama wa mwanaume, unapolinda usalama wa mchumba kuendelea vizuri na Mungu, ndivyo ambavyo wewe mwenyewe unalinda usalama wako wa kiroho. Sasa Hashum ndio sijui umempata wapi huyo mwanamke au mwanaume. Wokovu wa spana, au ndio kabisa hajaokoka? Tacheki picha. Yani ndo sijui, yani huyo mwanaume umempata wapi? Ndo sijui huyo mwanamke umempata wapi? Ndo sijui huyo mwanaume wokovu wa spana. Ndio sijui huyo mwanamke wokovu wa spana. Taona haya mambo kuna mahali yatakuwa magumu. Nimekwambia a little godly man sio tu yule anayeweza kufanya nini? Sio tu yule anayeweza kutoa pesa sijui za matumizi, na wewe ndio unasema huyu kwa kweli mume nimepata. ATM ni ATM. Mara wengine wameogeuza, wanaosema huyu ni ATM kweli kweli. Sema mume nimepata ni ATM. Alimsikia dada mmoja anasema yule ni ATM wangu. Kanauliza what does it mean? Anamaanisha yule ni wa kumchomoa hela, yule ana hela. Kwa unaingia kwenye mahusiano na mtu kwa sababu ana hela. Jamaa wokovu wenyewe wa spana
lijamaa hata wokovu halinao. Ni mwanamke unasema ni kweli, ni mzuri, lakini Biblia inatuambia lil godly wife. Sio kila ambaye anaoa wewe unasema ana mke ni mke. Unajua maneno mengi haya tunatoa kwenye Biblia. Nazungumza tena, sio kila ambaye anaoa wewe unayesema kwamba ameoa mke ni mke. Wengine hawajaoa wake, hata kama wanaweza wakaitwa au wakatambulishwa kijinsia kwa Kiswahili kama ni mwanamke au ni ke, lakini sio ke, ni kituko tu na kitu kingine. Listen, Biblia kuna namna inatambulisha vitu. Ndio maana nimekuambia hivi, unaweza kuwa unasema mtu anaishi, lakini Biblia haimtambulishi kama mtu anayeishi. Biblia inasema hivi, yani mtu anayeishi ni yule ambaye analitumikia shauri la Mungu, kusudi la Mungu. Nje na hapo, hata kama unamuona mtu anaishi, Mungu hamtambui kama anaishi. Kwa hiyo unaweza kuona mtambua mtu mwingine kama mwanaume, lakini Biblia haimtambui kama mwanaume, kwa sababu neno mwanaume tumelitoa kwenye Biblia. Kuna namna dunia inaweza kana mtambulisha huyu ni mwanamke, lakini Biblia haimtambui huyo kama mwanamke. Biblia imeweka vigezo vyake vya who is wife. Mwanamke ni nani? Mke ni nani? Who is husband? Mwanaume ni nani? Yukoje? Ana vigezo vipi? Mbali kabisa na vile vya kicheni pati. Mnavijua. Kama mwanamke umeingia naye kwenye mahusiano, wokovu wake ni spana. Na muda mwingine hajaokoka. Utaelewa haya maswali na vitu hivi vitakuwa ni vigumu sana kwake. Ndoa sio eneo la kwenda kujaribisha. Ndoa sio eneo la kwenda kujaribisha. Ndoa ni eneo la kwenda kuishi. Ndoa sio eneo la kwenda kujaribisha. Hatuingii kwenye mahusiano na mtu ya kutupeleka kwenye ndoa ili tuende tukajaribishe. Ndoa sio eneo la kwenda kujaribisha. Hatuendi kujaribisha huko, bali ni kuyaandaa maisha yatakayotimiliza kusudi la Mungu. Maana yake hapa nazungumza eneo la mahusiano. Ni kuyaandaa maisha ambayo yatatimiliza kusudi la Mungu, aidha la mwanaume au la mwanamke. Efeso sura ya 2 mstari wa 10, Kutoka 12 mstari wa 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, Kutoka sura ya 12 mstari ule wa 2. Biblia inazungumza kwenye Kutoka sura ya 2 mstari wa 10, anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tangia awali Mungu aliyakusudia ili tuenene nayo. Maana tu kazi yake. Kwa sisi ni kazi ya Mungu. Kwa sisi ni projekti ya Mungu. Sisi ni mradi wa Mungu. Na Mungu anautaka huo mradi. Hakuna mtu anayewekeza na hataki faida katika hapo alipowekeza. Kwa kama amewekeza, basi Mungu lazima adai. Kwa hatupo kujiishia tu. Waliojaribu kujiishia katika Kutoka 12 mstari wa 2, Mungu anasema anasemaje? Soma hilo andiko, Kutoka 12 mstari wa 2, anasema mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa miaka kwenu. Mwezi huu. Kwa taifa la Israeli walikuwa waliishi utumwani miaka 430, lakini Mungu hakuiona miaka ile kama ilikuwa ya faida. Kwa nini ilikuwa sio ya faida? Kwa sababu walikuwa hawaishi katika kulitumikia kusudi la Mungu au shauri la Mungu. Walipoanza kuishi kwa kulitumikia kusudi la Mungu au shauri la Mungu, Mungu ndiye anasema hapa ndio mmeanza kuishi. Kwa ndoa sio eneo la kwenda kujaribisha kuishi. Ndoa ni eneo la kwenda kutimiza makusudi ya Mungu. Nitumie lugha za vijana ninyi wenyewe. Usije ukashobokea clash love za vijana nje ya hayo hapo juu. Kivipi? Mtu hawezi kumchukia Kristo halafu akawa anasema anakupenda wewe.
Mtu hawezi kumchukia Kristo, mtu hawezi kumchukia Mungu wako alafu anasema anakupenda wewe. Utajueje kuwa anamchukia Mungu wako? Sasa Hashum kajamaa kenyewe hakajaokoka, hakasali akana Mungu, kanakuja tu kanisani, unakaona tu kama vile kanatafuta wanawake, ni kabinti unakaona nako kapo tu kanisani, vile kamekaa kimtego fulani hivi. Kwa mtu hawezi kumchukia Mungu wako alafu akakupenda wewe, anakudanganya. Yaani unajua namaanisha nini hapa? Kama mtu hawezi kuwa serious na Mungu uliye naye serious, hawezi kuwa serious kukupenda wewe, hawezi. Kwa sababu mtaanza kukorofishana hapo tu kwenye pendo ulilonalo la Mungu wako. Kama yeye hana hilo pendo, ndio itakuwa chanzo cha migogoro yenu ndani ya ndoa. Sema amina. Sema amina. Vijana wengi hawana hicho ukiitacho upendo, bali wana tamaa. Miili yao imejaa zinaa. Na hivi Mungu mdogo, tamaa ndio huwapelekesha. Ni tamaa ndio inawapelekesha na inawaamulia mambo mengi. Vijana wengi hawana hicho kiitacho upendo, bali wana tamaa. Miili yao imejaa zinaa, na hivyo Mungu wao ni mdogo. Tamaa ndio huwapelekesha na kuwaamulia, sio Mungu. Haya, waendelea kusema nina amani naye, ananipenda hata kama hajaokoka. Sawa, kayaacha mambo ya adili ambayo nimekuelekeza. Utakuja unitafute, utanifuata ofisini. Kwa vijana wengi hawana hicho. Watafute wanaoweza kuwa na msingi ule wa kwanza, asikutunishie kwa sababu ya pesa. Mtu ambaye hana Mungu, awe kijana wa kike au wa kiume, ni kama bomu linaloweza kulipuka muda wote. Kwa hiyo likimbie. Mtu asiye na Mungu ni kama bomu linaloweza kulipuka muda wote, hivyo likimbie, usilipe nafasi. Yani kanaume ni kabinti kanajipendekeza kwako. Kuna watu wanakuwa wa mtego, muda mwingine wanajitega ili upate kuingia nao kwa mahusiano. Na hivyo hatujaweka mazingira rafiki sana kwetu hapa kuwatenga wanaume na wanawake. Lazima uwe makini hata mahali popote unapofuatilia. Kuna mtu anaweza kaa anatamani kila wakati kukaa karibu na wewe, lakini ni ili kuanzisha kitu ambacho unashangaa tu, ghafla unashangaa ni kijana umeanza kumpenda binti. Lakini huo upendo kumbe sio upendo, kama ni upendo wa kiungu. Ndani kuna kimsukumo cha kipepo cha kichawi. Kumbe kuna mtu ana kajini mahaba, kwa unakuta akikaa tu karibu na wewe ghafla unaanza kumpenda tu. Mwisho wa siku nimekwambia, mtu asiyempenda Mungu ni kama vile bomu ambalo linaweza kalipuka muda wote. Shangaa mmeingia kwenye mahusiano, kisha mkafanikiwa kuingia kwenye ndoa, bomu likalipuka. Vijana na misemo inasema simba mwenda pole ndiye mla nyama. Simba mwenda pole ndio mla nyama. Mtu asikutishe na upole wake. Ana Mungu, anaweza akajibu yale maswali pale juu. Unaona anafiti kwenye wito Mungu aliokuitia. Muhimu sana yafuatayo. Mosi, twende. Olewa na mtu ampendaye Mungu. Usiolewe au usioe mtu ambaye hujajihakikishia kuwa anampenda Mungu. Usitafute kwamba unataka ujaribishe, ukiingia naye nyumbani kwenye nyumba ndiye ataanza kumpenda Mungu. Usifanye hivi. Ndoa sio eneo la kwenda kujaribishana au kujaribisha. Olewa au oa mtu ambaye anampenda Mungu. Umejihakikishia kwamba anampenda Mungu. Acha uongo. Acha tu yule anajifanya nampenda Yesu mwanga Galilaya, anaimba lakini anakodoa tenda maku moyoni mwangu. Mchabo, angalia, anaweza akaimba hata kama Pastor Michael, yeye akiwa anaimba anafumba na macho. Yani sitaki mtu yoyote andisturb. Sawa, simaanishi asiweza kufumba macho, anakuwa maanishi. Mwingine
anaweza asifumbe macho, lakini akawa anamaanisha. Lakini ninachomaanisha, olewa au oa mtu ambaye anampenda Mungu, usidanganyike. Olewa au oa mtu anayejua kusudi la kuumbwa kwake. Hiyo namba 2. Namba 3, oa au olewa na mtu anayejua wanaume au wanamke ni nini. Natengeneza msingi wa ninyi vijana, hata baadaye msifundishane ambayo hayatokani na haya. Najenga msingi. Olewa na mwanaume au mwanamke anayejua wanaume ni nini, wanamke ni nini. Sasa kama akijua wanaume ndivyo sivyo, atatoa hicho ambacho yeye ndiye anajua ndio wanaume. Kama hatajua wanamke ni nini, atatoa ambacho yeye ndiye anajua ndio wanamke. Maana nimewaambia mara nyingi, unakuta kitchen party zinafundisha mambo ambayo mwisho wa siku drive watu kwa Mungu. Kuna mambo mengine ya msingi. Unapojua wewe ni mwanamke, wewe ni msichana, anza kujifunza mapema sasa hivi. Usitake wanawake wakae waanze kukufundisha kupika. Kwa nini usijifunze sasa hizi kupika? Usitake wanawake wakae, tunamuita mchungaji wetu Mary afundishe mabinti namna ya kunyosha nguo. Kwa nini usijifunze sasa hizi kunyosha nguo? Usitake tuanze kukukalisha hapa kuanza kusukuma chapati. Yaani umekaa umekusanya wanawake ndo wanaanza kufundisha chapati. Mwanangu, mume wako wanaume wanapenda chapati, zinaongeza nguvu, si vitu gani? Ndio unakaa, jifunze sasa hivi. Yaani watu wakae, wanawake wazima wanakaa wanaanza kufundisha kwa sababu wanajua una changamoto, hujui kufua nguo vizuri. Alafu wakati huo unaomba, Bwana nisaidie niingie kwenye ndoa. Jifunze kufua nguo sasa hivi. Au ni mambo mepesi? Ndoa hatuendi kufua nguo. Ni vitu vidogo sana katika vitu vikubwa ambavyo vipo kwenye ndoa unavyotakiwa vijue. Lakini sasa hatuwezi tukaruhusu kama ndoa kama itakuwa tu ni nyumba chafu, yaani mwanamke ni chafu, yaani utaonekana ukufunzwa kwenu. Hata chapati za kusukuma, hata za maji hujui kupika. Ila simu kubwa unayo. Humo ndani yani ni wewe na nini sijui na Snapchat. Hautaki kuangalia kudownload program za kujifunza kupika aina mbalimbali za vyakula. Na sikiliza, hapa kanisani, kati ya vitu ambavyo kemeaneni ninyi vijana, kataa kwenye grupu mnajadili eti hilo haliwezekani. Mimi sijafundisha wala si train vitu vya impossibility. Mungu tuliye naye anayaweza yote na ndiye aliye ndani mwetu. Acha kusema hiki sifahamu, hiki siwezi. Utakuwa liji mama siwezi. Hiki siwezi, utakuwa liji wanaume siwezi. Kataa kushindwa. Kataa kuwa mtu ambaye unaonesha kitu hiki hakiwezekani, hiki siwezi. Hapana, sio msingi wa imani yetu. Kwa lazima olewa au oa mtu ambaye anajua wanaume au wanamke ni nini. Sababu lijitu ambalo alijui wanamke na wanaume ni nini, mwanaume ameenda kwenye prayer, ambia mpenzi wangu sasa unaniachaje nyumbani? Kwa hiyo niache maombi. Lazima uolewe mtu ambaye anajua wanaume ni nini. Sasa kama akijua wanaume ni tendo la ndoa, kwa hiyo ukienda kuomba yani akili yake imekaa kifyatu kidunia. Sasa hamwezi kufika. Anataka tukae tu ndani, baby. Ni mazuri. Watoto watakula nini? Usalama wa maisha yenu ya kiroho utakueje? Nataka tu usiku wote, haina shida. Bwana tusame miezi 4 hii, hata tusipoamka usiku sawa tu. Pumbavu. Kwa kama mtu hajui wanaume ni nini, mtu hajui wanamke ni nini, hamwezi kufika mnakotakiwa mfike. Nimekwambia ndoa ni taasisi ya kihuduma ambayo imebeba hatima ya kuhakikisha watu wanafika mbinguni. Hatuwezi kufika mbinguni kwa staili hizo. Tutafika duniani, tutatimiza matakwa ya duniani ya kitchen party. Kwa kweli hata ukiitwa kwa wale wa mama waliokufundisha utaonekana umemudu, umefuzu. Lakini mene na tekeri umepimwa, baadaye umeonekana mbingu hazikusomi.
Mme naye alikuwa kiroho, naye umemwangusha, mbingu hazimsomi. Mwanamke alikuwa kiroho, umemwangusha, mbingu hazimsomi tena. Oa au olewa na mtu mwenda mbinguni, ili wote muendeleze safari ya kwenda mbinguni. Moduli hii imeisha. Mwisho kabisa, kwa nini tunajifunza haya? Kwa nini najifunza haya? Ili upate muda wa kujiangalia wapi umepungua, ili uongeze thamani. Ili upate muda wa kujiangalia wapi umepungua, ili uongeze thamani. Kama ulikuwa unaona huna qualities kama hizo zizungumza, ongeza thamani, pandisha thamani. Kataa kuwa mwanaume au mwanamke wa kivyovyote. Kataa kuwa mwanamke au mwanaume wa kivyovyote. Kataa kuwa mwanaume au mwanamke wa kivyovyote. Tafuta kuwa mwanamke unayeweza kuelezeka kibibilia. Kataa kabisa kuwa mwanamke unayeweza kuelezeka vizuri kidunia. Kuna mtu dunia ina uwezo wa kukuelezea vizuri sana. Binti yule ni mzuri, ni mzuri, ana umbo zuri. Dunia inaweza kukuelezea vizuri. Sijui una vitu gani vya kidunia unavijua wewe. Kataa kuishia, sio mambo ambayo Mungu anaweza akakupa neema ya kuwa mzuri, lakini kataa huo kuwa ndo utambulisho wako. Yani wewe tukikuinua miongoni kwa watu wanasema yule, yani hata wanapokutambulisha kale kabinti kale kazuri, yani hawajai kusema yule binti mwenye tabia nzuri, yule binti muombaji, yule binti ambaye neema ya Mungu, anatembea na neema ya Mungu. Wanapokutambulisha wanatoa mimi sifa ya kidunia. Tukataa. Sasa mchungaji, sasa kama mimi nina sura nzuri, sasa mchungaji, kama mimi nina shepu nzuri, sasa nikatae kwamba nina shepu nzuri? Sawa, ngoja nikupe maandiko uelewe vizuri. Hao ambao walikuwa na huo utambulisho wa uzuri wa kidunia, je, walishindwa kuwa na utambulisho wa uzuri wa kibibilia? Biblia ili watambulisheje? Tunazungumza habari ya mwanaume. Kwa hivyo na yeye mwanaume, kataa habari ya wewe mwanaume kutambulishwa nini kidunia. Eti ana nini mnayajua. Ya unakuta yani wewe wanakuzifia kidunia, eti hiyo jamaa ana six pack, sijui mimi sina. Wewe ana six pack, amejazia, ana kifua, na wewe unapenda yule kijana ni handsome. Kataa. Tamani kutambulishwa kibibilia. Maana nimekwambia lazima huyo mwanaume awe na uwezo wa kujijua, yani wa kujua vizuri wanaume. Yaani anajua wanaume ni nini. Ni six pack. Unaanza sawa, mazoezi ni mazuri, lakini sio kipaumbele. Usipofanya mazoezi, Mungu hata kuuliza kwa nini ufanya mazoezi. Yani wewe uko busy, yani unatafuta misifa ya kidunia. Samueli wa kwanza 16:12. Neno la Mungu linasema hivi. Basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri. Ndiyo. Na umbo lake lilikuwa la kumpendeza. Umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta. Ondoka. Okay, rudi hapo, soma vizuri. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo? Watoto wako wote wapo? Naye akasema, amesalia mdogo wao. Natazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hapa atakapokuja huko. Ndiyo. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu. Yeye huyo Daudi alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri. Alikuwa na macho mazuri, na umbo lake lilikuwa zuri. Kwa hizi zilikuwa ni sifa za Daudi za nje. Tunaweza tukaziita ni sifa za kidunia. Nimekuambia hivi, wewe kama kijana wa kiume, kataa masifa ya kidunia. Yani kwamba wewe utambulisho wako una six pack, una vitu vya kidunia, na wewe unapenda hivyo, ndivyo wewe unatambulishwa kwazo. Hivyo Daudi pia alitambulishwa kwamba alikuwa ni kijana mzuri.
Sasa je, Daudi aliishia tu kuwa kijana mzuri? Daudi aliishia tu kwa kijana mzuri, kwamba sifa ya Daudi ni kijana mzuri? Biblia inamzungumza Daudi, inamtambulisha kama nabii. Ndio yule ambaye tumesoma habari zake kwenye kipindi kilichopita. Ndio huyu ambaye anamuuliza Bwana, Bwana vipi niwapandie hawa? Bwana vipi niwaende? Maana alikuwa ni mtu aliyekuwa na Mungu, haijalishi ya uzuri aliyokuwa nao, haijalishi ya uhandsome aliyokuwa nao. Biblia haimlishi. Na ukiangalia sifa zaidi, Daudi hatambulishi kwamba alikuwa mzuri, si mwekundu. Ndio huyo Yesu anasema, Yesu mwana wa Daudi ni mmoja, wanasema kati ya wafalme katika theolojia ambao walikuwa na sifa nyingi zilizomlingania Kristo. Lakini angalia, alikuwa na sifa zingine za kidunia. Lakini kiujumla, je, Biblia inamtambulisha katika sifa za kidunia? Hapana. Huyo alikuwa ni Daudi. Angalia mtu mwingine. Angalia kitabu kile cha Esther sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Alafu tenda Esther, anza kwanza hapo. Esther sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2, twende. Baada ya hayo hasira yake mfalme Ahasuero ilipotulia, alimkumbuka Vashti. Akamkumbuka Vashti na vile alivyotenda, kwa vile alivyotenda, na yale yaliyoamriwa juu yake, Basi watumishi wa mfalme mhudumu walimwambia, mfalme na atafute mabikira vijana wazuri. Hizo sifa za kidunia, mabikira. Sifa ya kwanza awe bikira, lakini awe mzuri wa umbo wa sura. Twende angalia kitabu kile cha Esther sura ile ya 2 15 mpaka 17. Esther sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Kumbuka kwenye msingi wa tunachokiangalia hapa, kataa kama binti kutambulishwa kwa sifa za kidunia, tafuta kutambulishwa kwa sifa za kibibilia. Kataa kama kijana wa kiume kutambulishwa kwa sifa za kidunia. Ya unapenda masifa ya kidunia, binti wa kike unapenda kutambuliwa kwa masifa ya kidunia. Kataa. Tamani sana kutambuliwa kwa sifa za kibibilia. Sasa hapa tunaangalia upande wa wanaume na upande wa wanawake ambao walifanikiwa kuwa na sifa za kidunia, lakini zaidi sana sifa zilizowabeba hazikuwa za kidunia, zilikuwa ni sifa za kimungu. Angalia hapo Esther sura ya 2. Hata ilipowadia zamu yake Esther binti Abihaili, ndio mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, ndio msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Na huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero kati ya nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tabethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote. Ndio maana mbingu, Bwana, hautakuja wewe kujitenga eti mimi Mungu unajua uzuri wangu ulinichanganya, wanaume walikuwa wananitongoza kwao nikashindwa kwa kweli kujizuia, ndio maana nashindwa kufanyaje. Mungu atakuletea waliokuwa wazuri. Hili lilikuwa ni shindano la mamisi. Dunia ya wakati ule walikusanywa mabinti mabikira wazuri, wakakusanywa, wamekaa pale watu wa kutoa sifa kwamba huyu sifa 2 zimepungua, hapana huyu, hapana huyu mweusi sana huyu. Watu wanabagua. Esther akashinda hilo shindano. Sasa msikilize, huyu aliyekuwa na sifa za kidunia akashinda haya mashindano. Angalia sifa za kiungu alizokuwa nazo. 4:16. Uende ukawakusanya Wayahudi wote. Hapo sasa ameshapata tuzo, ameshaingia kwenye familia ya mfalme. Angalia alichoendelea nacho. Sasa ndio utaelewa. Usifikiri tu kwamba alikuwa sio alipata kibali. Esther alikuwa mzuri, aliwazidi wote. Sikia, angalia tabia aliyoingia nao kwenye ndoa. Ndio utaelewa kwamba kilichombeba Esther sio tu uzuri, sio mitabia, sio misifa ya kidunia. Hapana, alikuwa na sifa zingine za ziada. Angalia hapa anasema, uende ukawakusanya Wayahudi wote. Waliopo hapa Shushani. Mkafunge kwa ajili yangu. Huyo ni mtoto wa kike. Haijalishi ya ulembo, haijalishi ya umbo na manane, haijalishi ya hips alizokuwa nazo, haijalishi ya uzuri aliyokuwa nao. Anaagiza, anasema nendeni mkafunge kwa ajili yangu. Kawatafute ambao unaona wazuri. Usitafute usije kaingia kwenye mahusiano na kijitu. Unasema mlembo, hajui hata kufunga, hajui hata kuomba, hamzungumzi hata Mungu. Huyu tunamwona alikuwa ni mtu mzuri, ameshinda mashindano ambayo wewe mwenyewe hata wewe Miss Village wewe ya kwenu ushindi. Lakini una kiburi kwa Mungu.
alishinda. Tunaweza tukasema kama vile ni Miss World, alishinda. Sasa angalia matamko ya Miss World, anasema katume kawaambie watu wafunge, mkafunge kwa ajili yangu, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa, msile wala kunywa muda wa siku 3, muda wa siku 3, usiku 3 kavu hiyo, usiku wala mchana, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu, na mimi siwaagizi tu mkafunge, na mimi na vijakazi vyangu, maana nimekaa kwa mfalme, nina watu wanaonilinda. Haijalishi ya vyakula vizuri, haijalishi ya nafasi niliyoipata, lakini na mimi nitaingia kwenye prayer. Unaingia kwenye mahusiano na kajamaa akawezi hata kuomba. Mtumishi, labda uwezi ukaingia kwenye maombi ya siku 3 kama ulikuwa huna mahusiano na Mungu. Siku 3 kavu. Kwa Esther alifanikiwa kuwa na sifa zile ambazo dunia inasifia watu mzuri, lakini alijawa sifa za Mungu. Uzuri wa kitabu cha Esther ni namna alivyofanikiwa kuwa mkombozi wa taifa la Israeli. Kitabu cha Esther, hata kule kwenye kutafsiri maandiko hermeneutics, hatukitafsiri kama ni kitabu ambacho eti Esther alikuwa mzuri. Kinamtafsiri Esther kama mwokozi. Ndio maana Esther anabeba sura ya Kristo. Final quest ya Esther, hatumtafsiri Esther kama misi dunia, ila Mungu alikuwa anatambulisha, anaweza akakupa uzuri lakini ukawa na Mungu wa kutosha ndani yako. Kuna mambo umeyanoti, nikupe huu ushuhuda utakusaidia pia kwenye kitu hiki. Kuna binti alipata mchumba akiwa second year, alikuwa anasoma miaka 5, kozi yake ilikuwa ni kozi ya miaka 5. Kijana wa kiume akampenda yule binti akamwambia, bwana, labda kama utafanikiwa kunisubiri. Kijana alivumilia kwa sababu alipenda, mpaka miaka 5 ikaisha. Miaka 5 tu ilipoisha, haraka kijana kapeleka posa, haraka kaomba utaratibu wa mahari, kapewa mahari. Kijana kadabulisha mahari, yani kama ni 3 million kaamua alipe 6 million. Kisa akasema nimempenda sana, kwa naongeza kupenda kwa sababu nimependa sana, hiyo mahari hainitoshi. Kwa vijana mtafute hela. Mimi nawaambia tafuteni Mungu sana, maana hizo sifa hazitaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baadaye akalipa hizo mahari haraka, na wenzake kwa maana ya familia walifurahi sana. Wakamwambia, kweli kama ni mwanaume umepata, kama ni mwanaume umepata. Lakini akainuka kaka yake, mambo yale yanaendelea. Kaka yake akasema, lakini mdogo wangu, are you sure na huyu mtu una amani naye kweli? Binti akasema, I'm not sure. Bwana Yesu asifiwe. Binti akasema, I'm not sure. Kijana akamwambia, if you are not sure, sasa kwa nini unaruhusu mambo yaende speed hivi? Maana tu alipomaliza tu chuo, posa mahali faster. Kijana akamwambia, mimi sina amani na huyu mtu, hata kama mimi sio mlokole, lakini wewe ni mlokole. Mimi naamini ukienda kumwomba Mungu wako atakusaidia, unaweza ukafunuliwa labda mambo mengine yaliyojificha. Binti akamwambia, sasa nikiomba nikakuta inabidi tuvunje mahusiano, nitafanyeje? Kaka akamwambia, amani ni bora kuliko kuingia kwenye ndoa ambayo you are not sure. Bahati nzuri binti akawa mtii, kaingia kwenye maombi ya 3 days, maombi ya siku 3 kavu. Anamaliza tu maombi, yule jamaa akapata msiba, kwa sababu wamesha join familia. Ikabidi familia hiyo iende pia kwenye msiba kule. Ndugu zake wakaenda kwenye huo msiba, naye akaenda huko ambako huyo mchumba wake alikuwa amefiwa sina nani. Alipofika kule, mama mkwe alikuwa na vitoto. Mama mkwe akampokea binti fulani hivi. Huyo binti alikuwa na mtoto. Mama mkwe akawa anamwambia huyu binti huyu wa chuo kikuu huyu kwamba hawa ni watoto, huyu ni mtoto wa mchumba wako. Mwanamke akastuka kwa sababu hizo taarifa hakuwahi kuwa nazo. Mwanamke akapiga picha selfie akamtumia mwanaume, akamwambia huyo ni mtoto wangu. Mwanamke akamute. Wakaja watoto wengine 3, nao wakatambulishwa kwamba ni watoto wa huyo mwanaume. Mwanamke akapiga picha akamtumia, akasema wote hao ni watoto wetu.
Baadaye wameendelea, kumbe yule kijana wa kiume alikuwa ni positive, HIV positive. Wazazi wake walimfuata wakamwambia, lakini huyu binti ambaye unaingia naye kwenye mahusiano, umemwambia kwa habari ya hali yako ya kiafya ulionayo? Kijana akasema yani kama vile kijana alidanganya kwa mama yake mkwe, kwa mama yake mzazi kwamba naye ni positive. Okay. Na ndio maana utashangaa hata hapa kwenye mahusiano yoyote ambayo mtakuja kuwa nayo na kuja kwenda kwenye uchumba, tupe ushirikiano tunapozungumza habari ya kupima. Nadhani hao hawakwenda. Unajua siku hizi wachungaji tumekuwa tunalegeza kamba kiasi ambacho wakati mwingine tunaweza tukawapoteza watu. Wameendelea, baadaye yule mama mkwe kwa sababu ya huruma akamfuata binti, akamuita, wakatoka outing. Ikabidi aanze kumwambia kwamba mmeanza mahusiano haya na huyu kijana lini? Akamweleza. Akamwambia, mmewahi kukutana naye kimwili? Akamwambia hapana. Amewahi kukuambia kwamba yeye ni positive HIV? Hapana. No, kwanza akamwambia, wewe kwani wewe ni positive HIV? Akamwambia hapana. Mume wako hajawahi kukuambia kwa habari ya hizi? Akasema hapana. Akamwambia, mwanangu, sorry, mimi ni mzazi, najua mambo haya, najua maumivu ya vitu hivi. Utajua unavyoweza kuzungumza na huyu ndugu, lakini kama wewe sio positive, hebu oneni mnavyoweza kuahirisha jambo hilo. Kwa binti akamshukuru sana Mungu, maana maombi ya Thread Curve yalimlipa. Akazungumza, akaanza kuchati na mwanaume, kumuuliza, bwana lakini tumepeana mali, umelipa mali, lakini hatujai kwenda kufanya check up ya afya. Kijana akasema haina shida, tutaenda kesho hospitali fulani, mshamwandaa daktari. Binti akasema kuna hospitali tutakwenda. Kijana akasema sawa, lakini akaanza kupiga danadana kila siku kwenda kwenye hospitali ya binti. Mara ya mwisho, yani siku zikaanza kwenda, hata mahusiano sasa kukaanza kuwa na kamsugua na friction fulani. Binti akakomaa kweli kweli. Baadaye akaona okay, hata hivi naendelea kukomalia nini wakati vitu navijua. Akamwambia, sasa sikiliza, nimepeleleza na kutafuta taarifa zako, nimeambiwa wewe ni HIV positive. Sasa if that, kama iko hivyo, basi nadhani itakuwa ngumu mimi na wewe kuendelea kwenye mahusiano. Kijana akasema, sasa wewe usipoendelea kwenye mahusiano na mimi nitakufa. Sijui wewe ungesemeje? Yani kwamba asipoendelea kwenye mahusiano na wewe atakufa. Kwa ili umlinde asife, basi muoane hivyo hivyo, halafu mjiandae kuwa marehemu watarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Okay, funzo katika hilo. Funzo katika hilo. Namba 1, kataa kabisa kumvulia mwanaume nguo kabla mjaingia kwenye ndoa. Kataa kabisa kumvulia mwanaume nguo kabla mjaingia kwenye ndoa. Unisikilize vizuri. Kataa. Kwa sababu huyu mwanamke, huyu binti huyu, kama wamekuwa kwenye mahusiano miaka 3 na jamaa inaonekana alikuwa na pesa, si wangeweza tu kuzini, wanasubiria tu kuja kudanganya wazazi na wachungaji? Lakini binti alikuwa mwaminifu, akajitunza. Miaka 3 ana mahusiano na kijana mwenye hela, hakumvulia nguo. Wewe sema ananipenda, lakini sasa si tutawana, si atakuwa tu mke wangu, mme wangu. Miaka 3 hakumvulia mwanaume nguo. Angemvulia mwanaume nguo, manake naye angekuwa ni positive. Namba 2, usiwe na haraka ukapuuzia lady flag pasipo kuzipatia majibu, kisa mtu kishatoa mahali au posa. Sio nyinyi wote ni vijana? Hali za hatari.
Jambo lolote ambalo ulijui ukiliwekea bidii utalijua. Jibu maswali ya red flag ambazo unaziona. Nimekwambia red flag ni hali ya hatari. Ya unaona kama vile kuna vitu vinapepea vya hatari. Flag ni nini? Si ni bendera? Red ni bendera nyekundu. Bendera nyekundu alama yake au alama nyekundu sio ishara nzuri. Jibu maswali ya hizo alama nyekundu juu ya huyo mwanaume, juu ya huyo mwanamke. Jibu. Acha uvivu wa kutafuta majibu yake. Acha uvivu ya kutafuta majibu yake. Jibu maswali yote.